1 Kings chapter 8 verse 1 through 12. Ndipo Suleiman alipowakusanya wazee wa Israeli na wakuu wote wa kabila, wakuu wa mbari za mababa wa wana wa Israeli, wamwendee mfalme Suleiman huko Yerusalemu ili walipandishe sanduku la agano la Bwana kutoka mji wa Daudi, yaani Sayuni. Wakakutana mbele ya mfalme Suleiman watu wote wa Israeli wakati wa sikukuu katika mwezi wa Ethanimu, ndio mwezi wa 7. Wazee wote wa Israeli wakaja nao wakapandisha sanduku la Bwana na ile hema ya kukutania na vyombo vitakatifu vyote vilivyokuwa katika ile hema. Vito hivyo makuhani na Walawi wakavipandisha. Mfalme Suleiman na makutano wote wa Israeli waliokutanika kwake walikuweko pamoja naye mbele ya sanduku, wakichinja sadaka kondoo na ng'ombe walioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao kwa kuwa wengi. Makuhani wakalileta sanduku la agano la Bwana hata mahali pale katika chumba cha ndani cha ile nyumba patakatifu, naam, chini ya mbawa za makerubi, kwa maana makerubi yalinyosha mbawa zao juu ya mahali pa sanduku. Makerubi yakalifunika lile sanduku na miti yake kwa juu, na ile miti kwa kuwa mirefu, incha za miti zilionekana katika mahali patakatifu mbele ya chumba cha ndani, lakini hazikuonekana nje. Nayo iko huko hata leo. Hamkuwa na kitu ndani ya sanduku ila zile mbao 2 za mawe ambazo Musa aliziweka ndani huko Horebu, Bwana alipofanya agano na wana wa Israeli hapo walipotoka katika nchi ya Misri. Ikawa makuhani walipotoka katika patakatifu, nyumba ya Bwana ikajaa wingu, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya wingu lile, kwa kuwa nyumba ya Bwana ilikuwa imejaa utukufu wa Bwana. Ndipo Suleiman akasema, Bwana alisema ya kwamba atakaa katika giza nene. Hilo ndilo neno la Bwana. Hadi 9. Umemfanya mdogo punde kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa bado hamjaona vitu vyote kutiwa chini yake, ila twamwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yaani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Na hilo ndilo neno la Mungu. Tunatamani Bwana uketie mahali patakatifu uliye mtakatifu, hata nasi tunapokuabudu uketi katikati ya sifa zetu. Uwepo wako tukauhisi, mamlaka yako yakadhihirike, na nguvu zako zikaonekane katika maisha yetu. Tufanye Bwana, tunapojifunza neno lako, kuwa vyombo vya ibada, tukakuabudu masaa yote inapotupasa katika maisha yetu. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kusadiki.
Amen. You are holy. Ni nini inafanyika wakati unaabudu? Hiyo ndio kitu ambacho nataka tukajifunze. So, what happens when we worship? In Psalms 22 verse 3, the New American Standard Version Bible inasema hivi, you are holy, O you who are enthroned upon the praises of Israel. Verse 3, you are holy, O you who are enthroned upon the praises of Israel. Naomba mwenye Biblia ya lugha ya taifa aisome. Na wewe umtakatifu, uketie juu ya sifa za Israeli. Wewe umtakatifu, uketie juu ya sifa za Israeli. Kuna watu wanasema kanisani ya kama mimi ni worship leader, si ndio? But kabla uwe kiongozi wa ibada, you must be a worshiper, si ndio? Hauwezi kuwa kiongozi wa maabudu kama wewe si mtu mwenye kuabudu. So the beginning point of you being a worship leader is choosing to worship the Lord. Worship is not a song of lament. Ibada ama kuabudu si wimbo wa maombolezo. Hapana. Kuabudu si wimbo wa kuonyesha kwamba wewe hapa umefika umeisha. Kuabudu si mourning. Kuabudu ni kusherehekea. Na unasherehekea wakati hata ni kubaya. Imagine, a worshiper is the one who can celebrate the goodness of the Lord even in the hardest moments of his or her life. Yani wewe kama mtu mwenye kuabudu, unaabudu Mungu wakati hata ule mbaya kabisa wa maisha yako. Wewe unabaki pale unasema Bwana wastahili. Have imagine landlord amekufungia nyumba. Wewe ni mzazi, watoto wako wote ni watatu wameketi hivyo kitako wanakuangalia. Sasa dadi hivi ni nini? Halafu wewe unaanza kusema unastahili kuabudiwa, wewe ni Mungu Baba. Yani wakati ambao ni shame. Unajua kufungiwa nyumba kama mzazi ni shame. It's shameful to your children. Acha hata majirani. Lakini kwa watoto, kama ni watoto wameanza kujitambua, sasa huyu dadi ni dadi wa namna gani, ama huyu mami ni mami wa namna gani. Lakini in a moment like that, utalament, utaomboleza, utalia. Sasa mwenye kuabudu ni mtu ambaye anastahili kuwa mtu wa namna hiyo. Anaweza kumpatia Mungu sifa, si kwa sababu amebarikiwa, si kwa sababu ameinuliwa, si kwa sababu ana vingi, lakini kwa sababu kuna mtu ambaye amekuwa enthroned katikati ya sifa za Israeli. Na huyu aliyekuwa enthroned ni Mungu. Kwa hivyo our worship must be centered on God, not what we want. That point number 1. Worship must be centered on God, not our problems. Na ukienda kwa makanisa mengi saa hii, nyimbo za kuabudu ni za maombolezo. Watu wanaabudu shida zao. Watu wanaabudu matatizo walio nayo. So baada ya kwamba sisi tumuadore Mungu na tukamuinue Mungu in his holiness and greatness, we are lamenting because of our problems. So worship is self-centered, not centered on God. Bwana Yesu asifiwe. And the moment we stop that, that is the time we start seeing God unfolding. Wakati umeachana na yeye kuomboleza, wakati umeacha mashida, hata ukiwa pale daktari na kudunga chuma, lakini unasema chap chap Bwana wapu, chap chap Bwana, chap chap Bwana, chap. Yani na huku na maumivu, umepigwa chuma mpaka mkono hauwezi, lakini unasema kwamba asante Bwana wangu, wewe unastahili haya, unastahili. These are worshipers.
who are worshiping God without holding anything. No strings attached. Whether God chooses to bless you or not. I was praying yesterday and I was telling God, even the time I am breathing my last, I choose to be a worshiper. Even that time when it comes, I am breathing and I know this is my last breath I'm taking here on earth. I just choose to worship Him. And my circumstances will not define my relationship with Him. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tumegundua siri hii ya kwamba Mungu anataka wanaomwabudu katika roho, wanaomwabudu katika ukweli. Jamani, upungufu wetu, manyonge yetu, maumivu yetu, mashida zetu za kifamilia hazitatufunga na mahusiano yetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Whether the music is playing or not, whether the circumstances are favorable or not, and whether we feel like in the mood or not, there is this person who is called Matt Redman, katika kitabu ambacho aliandika kinaitwa Unquenchable Worshipper. Matt describes what we should be like as worshippers to our God, and I quote what he says. Enter the unquenchable worshipper. And he says, this world is full of fragile loves, love that abandons. And some of us have experienced this love. Love that abandons, love that fades, love that divorces, love that is self-centered and self-seeking. But the unquenchable worshipper is different. From a heart so amazed by God and His wonders burns a love that will not be extinguished. And that says it survives any situation and lives through any circumstance. It will not allow itself to be quenched, for that would heap insult on the love it lives in response to. You come another statement. This is the unquenchable worshipper. Yani kuquench ni kuzima. Sasa mtu aliyeamua kuabudu pasipo kile kilichowekwa ndani yake kuzimwa na Mungu. Anasema dunia ina mapenzi ambayo huja na yakaacha, mapenzi ambayo si ya ukweli. Ndipo amesema love that abandons, love that fades. Mapenzi ambayo mimi wanaambianga watu, ukiamua kupenda mtu, penda mtu. Ukiamua kuwa na rafiki ya mtu, kuwa na rafiki naye. And can you be a true friend? Uwe rafiki ya ukweli. Si rafiki kufotokopi. Unajua photocopy is not an original document. Na wengi wetu hata makanisani tuna upendo wa photocopy. Upendo wa kusema mimi nampenda sana mchungaji Ngumbao na wengine anasema tumetoka na yeye mbali sana. Hey yawa, tumetoka na mchungaji Ngumbao mbali sana. Very true. And majority of us are that way. Tunasema kabisa tunapenda, lakini ukweli wa maneno huku nyuma na ndani ya mioyo yetu tunajua ya kama unawaza au jamaa angeanguka leo akazimia, kwako wewe ungetendereza, ungeba tukute tendereza. Na hapa tunasema nini? Love. This love that is fake. Love that fades. Love that divorces, and love that is self-seeking. So ni urafiki kama nikikaa hapa, unajua unasema ule mtegemea nundu hataki kuacha nini? Halafu mfuata nyuki fanya nini? Mfuata nyuki ula asali, si ndio? Lakini kuna mengine si asali. Lakini tujue tu kawaida kwamba afuataye nyuki. Lakini usikumbuke, usisahau kama unaweza fuata nyuki ukaumwa pia. Haleluya. Lakini wanasema afuataye nyuki huna vuki. Ukifuata choki si unapata asali. Amen. Haleluya.
Sasa kuna watu wanaweza kufuatafuata because uko na kaasali ndani umebeba, lakini kale kakiisha, hako kaasali, hako kautamu kakiisha, ama wakishapata kile wanataka, you become nothing to them. Let's pray that the Lord will give us everlasting love. So this is a worshiper aliye na mapenzi mbele ya Mungu wake, mbele ya Mungu aliyemhuluku na kumuumba, mapenzi ya ukweli ya kwamba akimbariki Mungu atabaki kumwabudu. Mungu asipomfanyia yale anayotaka tena atabaki kumwabudu. Akiwa chini kabisa atabaki, akiwa pale pale chini yeye atabaki kumngoja Mungu na atamuita Mungu in every circumstance katika maisha yake. Mungu anatafuta watu kama hawa, a unquenchable love for God. Bwana Yesu asifiwe. Today the church is not that way. We are not teaching people to love their God. We are teaching people to love what God can do. And that is why many prophecies ni za kuinuliwa na kubarikiwa mahali patupu, mahali Mkristo hajaamua kumwabudu Mungu. And people are just telling you, unaenda Dubai, ngoja Dubai. Bwana Yesu asifiwe. The essence of our relationship with God, unquenchable worship. That is the essence of our relationship with God. Tunapotaka kuwa na mahusiano ya dhati na tuamue kuwa watu wa kuabudu, si kwa sababu kile tunachokipata, lakini kwa sababu Mungu anapaswa ibada. Anapaswa ibada. Hebu nikushangaze. Mungu alipoumba wanyama, aliyeumba mwisho ni nani? Si wanyama. Si Mungu aliumba mwisho mwanadamu. Akamfanyaje mwanadamu? Tena akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na baada ya kwamba mtu amefanywa, mke na mume alipofanywa, Mungu akasema nawapa mamlaka ya kutawala. Kutawala dunia, tawala vitu vyote. Imeandikwa in Genesis 1:28. Mbona mamlaka ya kutawala hakupewa mnyama, akapewa mwanadamu? Makusudi Mungu akaweze kuestablish an everlasting relationship with God. Mungu haja kuwekea hapa baraka. You are not here only to tap blessings from God. No. And let us not be material seekers in the presence of God. Let us seek the favor of God. Let us seek that acceptance. Let us seek to know Him. The Bible inasema kwamba utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake. Haya mengine ni bonus, mtapewa. Mtapewa. The moment we start kutambua ya kwamba Mungu anapaswa ibada wakati wote. But if people just know na kujitoa kuelewa ni nini Mungu anataka, we'll just go higher each and every moment in our lives. God loves a Christian who grows in worshiping Him. You cannot be a worshiper from January 1st to December 31st. Bwana Yesu asifiwe. And the number one problem is that we are not worshipers. Mimi nataka kabisa the Reformed Anglican Church Kenya tutoke kabisa from what we call nominal Christianity to worshipers. A nominal Christian is a person who goes there on Sunday, atoe afanye misa, misa imeisha, atoe sadaka, aende zake. Huyo anaitwa nominal Christian. Hahitaji kufundishwa Bible study, yeye maombi kwake si shida, as long as Sunday atamuka aende wapi? Aende kanisani. That is not the Christianity we are teaching in the Reformed Anglican Church. We want to have people who have decided to worship God. Bwana Yesu asifiwe. Worship empowers us and gives us purpose in life. That's point number 2. Worship empowers us and it gives us purpose.
Wakati unaamua kuabudu, maabudu hukutia nguvu na kukupa kusudi la kuishi kwako. Unapokuwa mtu wa kuabudu, kusudi la maisha yako na kuishi kwako hufunuliwa kupitia kwa kuabudu. So if you want to know your purpose, just worship God. Amua kumwabudu Mungu. Mambo mengine achana nayo. Shida zako achana nayo. Na sikwambia usiende kazini. Fanya kazi, maana mvivu hali. Maandiko yanasema hivyo. Na mtu mvivu hapaswi kupewa chakula. Fanya kazi. Lakini unapofanya kazi, abudu Mungu wako katika kazi yako. Abudu, yani let worship be a lifestyle, kama vile unavyoenda kibaruani. Uko pale kwa duka yako, muimbie Mungu nyimbo za sifa. Abudu pale, omba pale. Prayer hainanga limit. You must not be in church to pray. You can worship God and pray anywhere you want. Hata msalani unaweza omba. So when we choose to worship God, we understand our purpose and worship empowers us. Mimi wakati niko chini nikianza kuabudu Mungu tu hivi, ninasikia mwili wangu unatiwa nguvu, moyo wangu unapata matumaini, na napata kuona kweli Mungu hapa bado ana haja na mimi. Let's choose to worship the Lord. Let's choose to worship the Lord. Nothing else. Bwana Yesu asifiwe. Worship is not a lamentation, and let's stop lamenting. When we worship the Lord, the following happens. There is an increase of strength. Increase of strength. One person can put 1,000 people down. You are a single person. Na unajiona kama ni mtoto mdogo sana. Lakini wakati unapoanza kuabudu na wache nyimbo na nyingine, na tuamue kumwabudu Mungu, nguvu utakayopewa ni kama nguvu ya wanaume 1,000. Watakuja, utapata nguvu, utawapigilia mbali na utabaki ukisonga mbele. It increases our strength. Deuteronomy 32 verse 30, you will read that. Hii tunaposema hivyo, it is a valuable principle of multiplication. Wewe unaweza kuwa mtu mdogo sana, lakini kwa sababu umeamua kumwabudu Mungu, kama Gideon alikuwa ameamua kuabudu Mungu. Alipoambiwa simama wewe shujaa, Gideon alisemaje? Mimi hata ni maskini. Tena ni katika familia yetu, I am the last born. And then in our family of Manasseh, we are the most poor people. Lakini Mungu akamwambia Gideon, enenda na ujasiri wako huo, na utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wameamua kumwabudu Mungu are not limited by their enemies. Kuna watu ambao unajua ni waoga sana. Waoga sana. Na kuna wengine tunajidisguise, hata kuvaa vizuri hatutaki kwa sababu tunaonekana tutarogwa. Mimi nilikuja nikatangaza hapa, nikasema rogwa. Hutaki kurogwa kwa nini? Rogwa. Maana kazi ya mchawi ni kuroga. Hajanunua hiyo dawa yake akae nayo kwa nyumba. Vaa vizuri. Amenunua dawa akuroge wewe, na wewe ndio target. Waacha wachai wote wakusanyike wa kijiji kwenu wakuroge, lakini wewe amua kuabudu Mungu na utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. God is looking for a true worshipper. Mungu hataki drama. Mungu hataki drama. Amen. Tuache vitimbi na sarakasi, tuamue tu kumwabudu Mungu. When people worship together, it also increases the power of agreement. Watu Yesu alisema maneno haya in Matthew 18:19. Asema, again I say to you that if two all of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. The agreement. Tunaposhikana hivi kama kanisa, na sio kwamba tunamwabudu Mungu, na sio tunaabudu na tunamuita Mungu, anashuka na anasema nitafanya yale watu wameagree kuyafanya, wawili ama watatu. Lakini hawa si watu wa sarakasi.
Hawa si watu wa show off. Hawa ni watu ambao wamesema tumekuja kutafuta. Nimekuja nikutafute Bwana. Nimekuja nikutafute. Nimekuja nikutafute. Nimekuja nikutafute. Yaani agenda ya watu hawa wawili ama watatu ni kumtafuta Mungu. Differences zao kando, mashaka yao kando, shida zao kando. Wako hapa tu kumtafuta Mungu na mbingu hushuka jamani. Nilisema siku moja hapa na nitarudia ya kwamba miujiza si kwamba iliisha, iko mpaka hivi sasa. Lakini wenye kuita miujiza ndio wamejitenga na makusudi ya Mungu. Hallelujah. The power of agreement increases the effectiveness of our prayer. I am looking at a scenario where every member in the intercessory group, agenda yake itakuwa ni Mungu. Every member, agenda yake itakuwa ni kuinua Mungu. Agenda yake itakuwa ni kuongezeka. Agenda yake ni ufalme wa Mungu upanuliwe. Na agenda yake ni kupenda mwingine kama anavyojipenda mwenyewe. Na matofauti zetu na chuki zetu, fitina zetu na kila takataka tutoe na tumeshikana mikono. Ishara ya kushikana mikono ni nini ndugu yangu? Ya kama watu hawa wameagree. Yaani tumekubali ya kwamba nia zetu zote ni moja. Mimi sitafuti washirika by the way. Mimi natafuta wanafunzi watakao mpenda Yesu, watakao muabudu Mungu. I have had members in churches, but in this ministry I am looking for disciples. Disciples who will be ready to worship God and be guided by the Spirit of God. Bwana Yesu asifiwe. We are not here for membership. Amen. The power of agreement. When you come together and call upon heaven, heaven comes. An example ni mahali tumesomewa 1 Kings chapter number 8. Baada ya sanduku la agano kuletwa, wachungaji wakaingia kwa Holy of Holies. Solomon akafanya sadaka zilikuwa zimetolewa, lakini kulikuwa na wingu lililoonekana kutoka juu likashuka pale pale kwa altare. Wachungaji wakasujudu, na wingu hilo lilikuwa ni wingu la nini? Wingu la utukufu. Ina maana hata hapa watu waabudu kwa kweli, kuna wingu la utukufu Mungu atashusha. Uwepo wa Mungu utashuka, lakini tuache nafsi zetu. Tukasahau nafsi zetu, tukasahau mashaka yetu, tukasahau our differences. Let's purpose to worship. For the presence of God to dwell here, there must be worshippers, and not only worshippers, but true worshippers. Bwana Yesu asifiwe. Wingu la utukufu likajaza hekalu kwa sababu sanduku la agano lilikuwa limewekwa. We are not again living in that covenant ya kukaa na covenant box. Christ has written the law in our hearts. And the Spirit of God ameziandika sheria katika mioyo yetu. Kwa hivyo sisi agano tuko nalo na Mungu wetu. Agano tuko nalo. Tukitembea popote tunalibeba agano la umilele. Agano ambalo Mungu ameliweka halitaondolewa. Lakini wako wapi watu wanaoamua kumwabudu Mungu? Wakati tumeanza kuabudu hapa na tuabudu cha ukweli, hatutavunja bomoa hapa kamata anga imefungwa tuvunje viti hapa. Hatutafanya hivyo. Maana tukinua mikono hivi, mbingu inashuka Bwana, kinaeleweka. Maana kuna watoto waliojitolea kuabudu Mungu wao. Finally, worship draws the presence of God. When we worship God, the presence of God comes. Amen. Ukitaka uwepo wa Mungu abudu. Ile time unasema hata leo basi najisikia sijisikii kuabudu, wewe abudu. Uwepo wa Mungu utakuja. Kwa sababu anasema uwepo wa Mungu unakuja. Unaona Mungu anataka mtu afikie level ya desperation. Kuna level ambayo Mungu anataka akupeleke ya desperation. You totally despair. Ya kama hapa mimi Mungu usipokuja hakika sioni nitaenda wapi. So you remain totally dependent on God.
Hiyo level inapendeza Mungu. Na ukianza kuabudu wakati huo umefika desperation, anakuja Bwana tena, hatumi mtu, anakuja mwenyewe kama alivyomshukia Moses wakati ule. So now I have come to rescue my people. It brings the presence of God. Hallelujah. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. The presence. Ile tumesoma kwamba malaika, uwepo wa Mungu ulishuka hekaluni. Unafikiri walikuwa wanafanya nini pale? They were worshiping God. And the presence ikaja. When the presence of God comes, inaashiria nini? God's acceptance. Ya kwamba Mungu ame-accept kile kitu mnachokifanya pale. Hasa sijui kama Mungu ame-accept hii ministry. Is God here with us? Is God here with us? Have you felt the presence of God in your life while you are here? I don't say yes to please me. Have you felt the presence of God? Because when we worship, His presence comes. The Holy Spirit, as much as He indwells an individual, the Holy Spirit manifests His presence amongst people ambao wameamua kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I pray one day that your eyes will be open and you'll be in a position to see how busy that kingdom is. How busy the kingdom of darkness is. How committed. Unakumbuka ile wakati wa Elia naye aliwakejeli. Sasa pengine Mungu wenu amelala. Jikateni. Na akachukua mareza blaze ama akachukua visu akajikatakata akamwaga damu. Unafikiri kifikia mahali mpaka mtu anajikatakata. How committed is that person? Kwa huyo Mungu anayemuomba. Huwezi kuwa mchawi usipokubali kutoa mtu wako. What a sacrifice. You know kabisa huyu ni mama yako, huyu ni mke wako, ama huyu ni mume wako. Lakini huyo mume ndio unaambiwa umtoe nini? Sacrifice. Ama huyo firstborn wako ndio umtoe sacrifice. What a commitment. What have we done to show God that we are committed? Je, tumefikisha 20% of our commitment before God? We have a long way to go. We have a long way to go. But together and slowly by slowly, that passion will be ignited in our hearts. And we shall love God. Let me tell you one thing, and this is now an encouragement. That is, spiritual growth si kitu ya kulala na kuamka ukue kiroho. Ni hatua ndefu sana. Lakini unahitaji kuifanyia kazi. Amen.